Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amelazimika kuchukua njia isiyo ya kawaida kuelekea Marekani ili kuhutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa UNGA na kukutana na Rais Donald Trump, hatua ambayo wachambuzi wanasema inalenga kuepuka uwezekano wa kukamatwa kwa agizo la mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Flight Radar 24, ndege ya Netanyahu iliondoka Tel Aviv Jumatano usiku na badala ya kupita moja kwa moja juu ya nchi kadhaa za Ulaya, safari hiyo ilizunguka kupitia bahari ya Mediterranean, ikapita kwenye mlango wa Gibraltar na kuendelea kuelekea Marekani. Safari hiyo ilipita kwa muda mfupi juu ya anga ya Ugiriki na Italia, lakini ilikwepa kabisa anga ya Ufaransa na Hispania, hali iliyoongeza muda wa safari. Mwezi Novemba mwaka 2024, ICC ilitoa kibali cha kukamatwa kwa Netanyahu kwa tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu kutokana na operesheni za kijeshi za Israel. Kwa kuwa nchi nyingi za Ulaya ni wanachama wa ICC, kupita kwenye anga zao kuliweka hatari ya ndege kulazimishwa kutua na Netanyahu kukamatwa. Ofisi ya waziri mkuu haijatoa tamko rasmi kuhusu sababu ya kubadilisha njia, lakini vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa baadhi ya wanahabari na watu wa msafara wake hawakuruhusiwa kuungana naye ili kupunguza uzito wa ndege na kuokoa mafuta kutokana na njia ndefu zaidi. Chanzo cha kidiplomasia cha Ufaransa kilisema Paris iliruhusu ndege ya Netanyahu kupita kwenye anga yake, lakini Israel iliamua kutumia njia nyingine bila kutoa sababu. Safari ya mwisho ya Netanyahu kuelekea Marekani mwezi Julai ilipita juu ya Ugiriki, Italia na Ufaransa bila tatizo lolote, kwa mujibu wa data kutoka ADSB Exchange. Lakini kutokana na mazingira mapya ya kisheria, wasiwasi umeongezeka kwa safari zake za kimataifa sasa zinakabiliwa na vizuizi vikubwa.